taarifa zipo, lakini nadhani Aziz Ki ni mchezaji mzuri, ameondoka hapa akiwa amefanya kila kitu Yanga Afrika, lakini kwangu mimi nadhani kumrudisha tena Aziz Ki ni kurudi nyuma yani, sio kwenda kupiga hatua yani. Manake sasa hivi nadhani scouting ya Yanga Afrika walikuwa wanatakiwa warudi kwenye mstari yani, kuangalia yani, walikosea wapi ili angalau sasa kwenye hili dirisha kubwa wanalokwenda wasajili wachezaji ambao wanakuja hapa wenye damu changa, wanakuja hapa wenye uchu. Manake na mheshimu Aziz Ki ni mchezaji mzuri, lakini sasa sioni yani Aziz Ki anaweza akaja akaivusha Yanga Afrika kwenye michuano ya Afrika. Mimi kwa humu ndani na uhakika yani anaweza akafanya kitu yani. Lakini sasa mimi Yanga Afrika naiangalia zaidi kwenye michuano ya klabu bingwa au kombe la shirikisho yani. Maanake ujue kwa humu ndani Yanga Afrika wameshafanya kila kitu. Sasa inatakiwa angalau sasa hivi ulete mchezaji ambaye unajua kabisa huyu anaweza akaja akatuvusha yani kwenye hii michuano ya kimataifa, kutoka labda kwenye group stage sasa tunakwenda kutafuta nusu fainali au mpaka fainali Afrika. Kwa mchezaji kama Fiston Mayele ungeniambia anarudi hapa, nadhani mimi ningekubaliana na viongozi wa Yanga Afrika. Maanake Fiston Mayele ukija kaangalia kwa kile anachokifanya kwenye hii michuano ya klabu bingwa ambayo imekwisha hivi karibuni, yani unaona yani kuna kitu yani anakifanya Fiston Mayele kuliko Aziz Ki kumrudisha tena hapa Tanzania. Kwa nini unazungumza kwamba Stefano Aziz Ki kwamba hauoni haja Yanga kumrejesha wakati Aziz Ki amekuwa na msaada mkubwa akiwa na Africans, yani kwamba bado mchezaji ambao pia kuna kitu anacho kwenye mguu wake? Ujue wakati mwingine watu wanakuja kufananisha labda kwa nini Chama mpaka sasa hivi anakuwa nyota anang'aa, lakini hebu tujaribu kuangalia Chama aliondoka kwenda nje lakini kwa nini alifeli kule akawa amerudi tena hapa Tanzania? Ndio maana nakwambia ni kwa engo ambao walikuwa wamefikia Yanga Afrika kama Aziz Ki walishaamua kumuuza nadhani ilikuwa anatakiwa yani wajaribu yani kuumiza vichwa yani kwenda kutafuta tena wachezaji ambao walikuwa ni bora sana yani. Lakini kama itatokea waseme hatuna msuli wa kugombania wachezaji na Mamelodi Pyramids au FAR Rabat, mimi tawaelewa. Lakini ukisema kwamba unamrudisha tu Aziz Ki ili mradi umemrudisha, mimi kwa kweli yani nadhani utakuwa kidogo upigi hatua, unaweza ukajikuta yani unakuwa sasa hata unapambania tu mule kwenye group stage kwenye michuano ya kimataifa. Unaamini kwamba kiwango chake kimeshuka? Si kiwango labda kimeshuka, lakini ujue tungekuwa tunamuona Aziz Ki kama anavyofanya Fiston Mayele tungekuwa tunaona kuna kitu anakifanya huko aliko yani. Lakini ukija kaangalia alipokuwa kwa nini wale waliamua kumuuza yani? Baada ya kwa nini Wydad waliamua kumuuza yani? Sasa nadhani kuna kitu walishaona huyu hawezi kutufikisha kwenye nchi ya ahadi yani. Ndio maana wakaamua kumwachia akaenda Libya. Sasa leo useme tena unamrudisha hapa Tanzania, alafu unataka kwenda kupambana na misuli ya Pyramids, FAR Rabat, Mamelodi, nadhani unaweza ukajikuta yani unapiga mark time yani. Kwa humu ndani anaweza akang'aa, lakini linapokuja swala la mashindano ya kimataifa unaweza ukajikuta yani unagonga mwamba yani. Lakini Bakari, ukiangalia kwamba soka la Tanzania, nadhani vilabu vya Tanzania sidhani kana kwamba vinaweza vikabata na kama Ahali au Mamelodi kutokana na thamani ya wachezaji. Hauoni kana kwamba Yanga kumrejesha wanarejesha kimchezaji ambaye kiwalisia kwamba anaweza kusaidia klabu, yani kwamba licha ya kutoa, kwa sababu kumpata mchezaji ambaye kushindana na Mamelodi, kushindana na Ahali ni nyakati ngumu sana. Mimi na uhakika kama mnakuwa na malengo na mna msuli wa pesa, hivi vilabu yani kuna uwezekano wa kushindana navyo yani. Leo hebu tuangalie sasa hivi Mamelodi anasajili mchezaji wa bilioni 10. Ndio Yanga ataweza. Ndio nasemaje, unaweza usifike huko uliko, lakini angalau yani ukafika angalau robo au nusu.
Leo hebu tuangalie Al Ahly wanaenda kushiriki michuano ya shirikisho yani. Sasa haiwezi ikawa nyie kwenu ni advantage kwenda kuchukua wachezaji bora angalau kwenda sasa kufanya nani vizuri kwenye michuano ya kimataifa kuliko kusema kumrudisha mchezaji ambaye yani unaona yani moja kwa moja humu ndani anaweza akawa mchezaji yote. Tunaweza tukasema Aziz Ki ni mchezaji wa mechi za kawaida. Kwa nini ulimuuza? Alafu leo kwa nini unaamua kumrudisha? Yanga huenda wamemuuza kutokana kwamba walishindwa kumzuia kutokana na thamani yake, ndio wakaona kuna mwanya kumrejesha kwenye klabu hiyo, na ndio maana wanachukua jukumu la kumrejesha kama iko hivyo, sababu hakuna taarifa rasmi, lakini taarifa ambazo zinazungumza ziko hivyo. Mimi nadhani unapoamua kumuuza mchezaji, kama unataka tena kumrudisha, jua kabisa yani huyu mchezaji, mimi kutokana na malengo ya klabu tunataka yani kwa msimu unaokuja tukagombanie ubingwa wa Afrika, tukagombania yani kuingia nusu fainali. Mchezaji kama tuseme naweza nikatolea Fiston Mayele yani, kwa hiki anachokifanya yani kwenye michuano ya Afrika, ukisema unamrudisha mimi nitakuelewa, lakini ukisema unamnania Aziz Ki hatuoni kitu ambacho yani amekifanya cha ajabu toka aondoke Yanga Afrika. Sasa leo unamrudisha ili uende ukapate mafanikio au uende kwenye nchi ya ahadi, ni kitu ambacho wakati mwingine tunakuwa tunadanganyana yani. Atakuja hapa atapewa mapambio ya kila aina, lakini mwisho wa siku unaweza ukajikuta yani timu inakuwa bado ina survive yani kwenye group stage yani humu ndani. Tafuta wachezaji ambao wana kiu ya kukutoa hapa ulipo ili uende ukapambania ni makombe makubwa Afrika. Aziz Ki yuko pale Libya, na kwa mujibu wa taarifa ambazo zipo Young Africans pia kuna harakati za kumshawishi kocha Mokwena ili kuweza kuifundisha Young Africans. Hakuonekana kwamba kama Yanga atafanikiwa kwenye sehemu hizo mbili, Aziz Ki na kocha ambaye Mokwena ambaye yeye mwenyewe ndio alimpendekeza kusajiliwa, hakuonekana kwamba kuna kitu ambacho amekiangalia kwake. Ndio maana nasema kwa mwalimu watakuwa wamepiga bao, kwa mwalimu watakuwa wamelamba dume, lakini mimi swala la kumsajili tena Aziz Ki, ujue mchezaji wakati mwingine anategemea na wachezaji anaocheza nao yani. Hebu tuangalie energy ya wachezaji wa Yanga sasa hivi waliokuwa nayo, alafu na unamrudisha tena Aziz Ki yani. Maana ujue mpira kadri unavyokwenda uwezi ukabaki na energy ile ile yani. Energy inakwenda inapungua yani. Sasa leo utamrudisha Aziz Ki, alafu utasema Aziz Ki aibebe timu mgongoni, anacheza na wachezaji gani yani? Ndio maana mimi naona ni bado kuna haja ya Yanga Afrika kwenda kutafuta wachezaji bora ambao bado yani wana damu changa na bado ambao wanaweza wakaipambania timu